Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninapenda nikushirikishe jambo la baraka kwako, na hili ni jambo la kiroho ambalo litakusaidia na kukupa hatua mpya. Jambo la kushughulikia la kiroho, nina mambo 6 tu ambayo inatakiwa uyajue na wewe inatakiwa uyafanye. Kutoka kwenye kile kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 10. Jambo la kwanza ni kung'oa. Kung'oa maana yake ni kung'oa kile ambacho Mungu hakukipanda. Biblia inasema kila pando asilolipanda Baba lazima litang'olewa. Kung'oa, kuna vitu ambavyo vimepandwa ndani yako hata wewe mwenyewe unashangaa. Hata mtu anayekuona anashangaa. Anasema mbona umebadilika? Mbona umebadilika? Ni kwa sababu ipo mbegu iliyopandwa, na hii mbegu imechipua na imeanza kuonyesha matunda. Imeanza kuonyesha matokeo. Kuna jambo ambalo hulipendi lisilo la kawaida ambalo limepandwa ndani yako, na hilo linakutesa. Hata watu wanasema umebadilika sana. Kwa hiyo ni mbegu. Hiyo mbegu ni lazima uing'oe. Lazima uing'oe na kuing'oa hiyo mbegu. Namba 2, kubomoa. Kubomoa maana yake ni msingi ambao umejengwa ndani yako. Msingi ambao unaweza kuwa si msingi mzuri, lakini ni msingi ni mbaya. Ni msingi ambao umejengwa. Kubomoa, lazima ubomoe huo msingi ambao unaweza ukaleta madhara mpaka maisha yako yote. Msingi ambao Mungu hajaujenga ndani yako. Shetani amejenga msingi mbaya, msingi wa hasira. Amejenga msingi ambao haumpi Mungu tukufu. Kwa hilo ni swala la kiroho. Hebu lishughulikie, mwana wa Mungu. Lakini pia kuharibu, lazima uharibu hiyo spirit. Najua ni kweli hizo spirit zinakufuatilia, lakini hiyo tabia au chochote ambacho kimepandwa, hebu kiharibu. Kisha bomoa, kisha ng'oa, hebu kiharibu kabisa, ili kisiwepo kwenye maisha yako. Kisiwepo kwenye maisha yako. Lakini jambo lingine, chochote kile ambacho kinatokeza ni kuangamiza. Hebu angamiza kila kitu ambacho kinakuja kinyume na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, kwa ajili ya kuja kuyatesa maisha yako. Hebu angamiza. Gideoni aliweza kuangamiza miungu yote, na aliharibu miungu yote ya baba yake, ambayo hiyo miungu ndio iliyomtesa sana. Kwa hiyo aliangamiza hiyo miungu. Gideoni akaangamiza, akavunja hizo madhabahu ambazo zilikuwa zinatesa familia. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya kufanya. Lakini ukisha angamiza, hebu anza kujenga msingi mpya wa Mungu kwenye maisha yako. Jenga msingi mpya wa Mungu kwenye maisha yako, ambao utakuletea faida, ambao kila mmoja atasema umebarikiwa, wewe ni mtu mzuri, wewe ni mtu wa ajabu, wewe ni mtumishi wa Mungu. Sasa hivi watu hawawezi wakakuelewa, kwa sababu kuna mbegu iliyopandwa, na hiyo mbegu bado haijang'olewa. Yawezekana kuna msingi uliojengwa, na huo msingi bado hujabomolewa. Yawezekana kuna vitu vinavyoonekana kweli vimeng'olewa na kweli kumebomolewa, lakini kuna takataka. Hebu viangamize, manake vipotee kabisa. Lakini unahitaji kujenga msingi mpya, na pia unahitaji kupanda. Hebu panda mambo mema. Hebu panda mambo mema, ndiyo atakao kuletea baraka kwenye maisha yako. Tunahitaji kupanda. Tunahitaji kupanda. Maana shetani kazi yake ni kupanda mbegu mbaya. Na wakati huu ninataka
niombe pamoja na wewe na uweze kutafakari ni nini ambacho ni cha tofauti kwenye maisha yako. Ni nini ambacho ni cha tofauti? Ni mbegu gani? Ni msingi gani ambao umejengwa ndani yako ambao unaona ni wa tofauti? Ni kitu gani unaona cha tofauti? Hata unapolala, kuna wakati ulikuwa unalala unaota ndoto nzuri, leo kila ukilala unaota ndoto mbaya. Kuna wakati ulikuwa ukifanya mambo mazuri, leo jambo lolote ukitaka kulifanya kwako linaonekana baya. Lakini ninakuagiza leo, mtumishi wa Mungu, ninakupa maelekezo kwamba ingia rohoni, hebu tafakari sawasawa na Yeremia 1 mstari wa 10. Hebu ng'oa, bomoa, haribu, angamiza, lakini pia jenga na kupanda. Hebu nifuatishe maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako nikikushukuru wewe uliyenifunulia haya. Ninakushukuru kwa sababu wewe ndiye mwenye kunisaidia. Ng'oa mbegu iliyopandwa ndani yangu, maana imeandikwa, kila pando lisilopandwa na Baba litang'olewa. Baba, ninaomba ung'oe lile pando ambalo shetani alilipanda. Baba, ninaomba ubomoe kila msingi ambao shetani aliujenga. Baba, ninaomba uharibu kila kazi ambazo shetani aliziweka ndani yangu, maana imeandikwa, mwana wa Mungu alizihirishwa ili azivunje kazi za shetani. Baba, ninaomba ujenge mambo mapya ndani yangu, ujenge msingi mpya. Ninaomba upande mbegu mpya ndani yangu, mbegu njema yenye kuleta mafanikio. Ninakushukuru kwa sababu wewe hutanipungukia, utakuwa pamoja nami. Ninaomba ukanipe rehema katika jina la Yesu, amen. Amen. Mungu akubariki sana, na ninaamini kwamba Mungu anakupa neema na wakati huu, na chochote ambacho kinafuatilia maisha yako Bwana amekiharibu. Mtumishi wa Mungu, ikiwa unabarikiwa, basi usikose kukomenti au kushare ili wengine baraka hii iweze kuwafikia, na Mungu akubariki sana.